Rais wa Marekani Donald Trump amesema anasitisha operesheni ya kuzisaidia meli kuvuka mlango bahari wa Hormuz. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, alidokeza kwamba hii ilikuwa ni kuona kama makubaliano kamili na ya mwisho ya amani na Iran yanaweza kufikiwa. Trump anadai kuwa maendeleo makubwa yamepatikana katika swala hilo bila kutoa maelezo zaidi. Nasteha Mohamed huyu hapa na taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kupitia mtandao wa kijamii kuwa juhudi za kidiplomasia kati ya Marekani na Iran zinaendelea, huku akibainisha kuwa hatua za awali zinaonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani ya kudumu. Kauli hiyo inakuja wakati nchi ya Pakistan ikijaribu kuzipatanisha pande hizo mbili ili kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano kikamilifu. Hata hivyo, hadi sasa ni duru moja tu ya mazungumzo ya moja kwa moja ambayo imefanyika na ilimalizika bila kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, Rais Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vitaendelea kuweka vizuizi dhidi ya bandari za Iran kama sehemu ya hatua za kiusalama, huku akisisitiza kuwa Marekani bado iko tayari kwa njia ya diplomasia iwapo masharti ya amani yatakubalika. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran iliyopewa jina la Operation Epic Fury imekamilika baada ya kufanikisha malengo yake ya kijeshi. Matamshi ya Rubio yanawadia wakati ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kusema kwamba usitishaji wa mapigano bado hayajaisha. Iwapo hawatakuwa na mashambulizi kwa meli hizi na hamna mashambulizi dhidi yetu, lakini kama watatushambulia tutajibu na kufanya hivyo kwa nguvu sana. Wakati huo huo, Iran bado haijatoa majibu rasmi kuhusu kauli za Marekani. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf amesema Marekani haiwezi kustahimili nguvu ya Iran, akionya kuwa usalama wa usafirishaji wa maji na nishati umeathiriwa kutokana na kile alichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika upande mwingine, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikikabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran kwa siku ya pili mfululizo. Hali hiyo inaendelea kuongeza wasiwasi katika eneo la Ghuba. Mgogoro huu unaendelea kuchochea taharuki katika njia muhimu ya bahari ya mlango wa Hormuz, ambayo ni mhimili mkubwa wa usafirishaji wa mafuta duniani, huku juhudi za kidiplomasia zikijaribu kuzuia hali hiyo isigeuke kuwa mzozo mkubwa zaidi. Naam, shukran Nasteha Mohamed. Nchi ya Uhispania imesema meli ya Uholanzi iliyokumbwa na mlipuko wa virusi vya hantavirus itaruhusiwa kusafiri hadi visiwa vya Canary. Wizara ya afya ya Uhispania inasema maafisa walikuwa wakiamua ni abiria gani wanaohitaji kuhamishwa haraka kutoka Cape Verde ambapo meli hiyo ilitia nanga. Anne Lindstrand ni mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni WHO huko Cape Verde. Luckily, the situation Kwa bahati nzuri, hali kwa wagonjwa hawa wawili walioonyesha dalili ni nzuri kwa kweli, na imekuwa shwari vile siku kadhaa zilizopita. Wamehudumiwa na mamlaka ya afya ya Cape Verde. Timu ya matibabu iliyo na vifaa imekuwepo kwenye meli mara kadhaa, kwa hivyo wameweza kutibiwa vizuri na kutathminiwa kwa mahitaji yao ya matibabu. for their medical needs. Abiria watatu waliokuwa kwenye meli ya MV Hondias wamefariki dunia baada ya kusafiri kutoka Argentina katika safari yake ya kuvuka bahari ya Atlantic karibu mwezi mmoja uliopita. Wafanyakazi wawili, ikiwa ni pamoja na daktari wa meli, wanahitaji huduma ya matibabu ya haraka na wanasubiri kuhamishwa kimatibabu. Mtu wa tatu aliyedhaniwa kuwa ni raia wa Ujerumani alifariki pia, anatarajiwa kusafirishwa. Hantavirus kawaida huenezwa kutoka kwa panya, lakini shirika la afya ulimwenguni WHO imesema inaweza kuenea kati ya mtu mmoja aliyeambukizwa kwenda kwa mwingine aliye karibu naye, na kusisitiza kwamba hatari kwa umma ni ndogo sana. Na bahari ni eneo la kipekee ambalo bado halijachunguzwa kikamilifu, yaani 95% bado ni siri. Hicho ndicho ambacho kilimvutia Farhia Elmi mwenye umri wa miaka 26, mtaalamu wa sayansi ya bahari kutoka Tanzania. Licha ya changamoto na matarajio ya familia yake kwamba angekuwa daktari wa binadamu, yeye alichagua kufuata ndoto yake kuwa mtaalamu wa sayansi ya bahari. Leo kupitia kampuni yake anatoa ajira kwa vijana na pia wanawake, huku akihamasisha uhifadhi wa bahari. Kwake bahari si tu kazi, lakini ni tiba, mazoezi na maisha. Amesimulia mengi kwa mwandishi wa BBC Martha Saranga katika waridi wa BBC.
Nadhani bahari ni kitu cha kipekee sana, ni kitu ambacho watu wengi hawakiangalii. Tunayo, lakini watu wengi wamechukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Na mimi nadhani hulka yangu mimi ni mdadisi sana. Napenda kujua kwa nini kitu kipo hapa, kwa nini kiwe hivi. Kwa hiyo nadhani bahari imenipa fursa kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nasoma, nachukua kitabu hiki, nachukua kile. Kwa hiyo nikakutana na sentence inasema kwamba 95% ya bahari ni unexplored, yani haijawahi kuangaliwa. Sasa mimi hapa nikawa interested. Farahia, hizi video naziona hapa mtandaoni, unapiga mbizi katikati ya maji, unaandika. Hebu tueleze hii, tunaona kama vile unaandika, si unapanda. Naona hata watu wanakusemesha, wanakuuliza gesi ikizimika. Ilikuwaje siku ya kwanza? Actually, siku ya kwanza kabisa mimi kuogelea baharini sikuenda na gesi. Kwa tulikuwa tunatakiwa kukusanya, tulikuwa ni interns, ni kama ile kipindi cha field. Kwa nilivyokuwa nipo baharini, yani mara yangu ya kwanza kuvaa zile goggles zile kuangalia chini ya maji, mwalimu ilibidi aseme kwanza, angalieni mkishamaliza mje sasa tufanye kazi, kwa sababu mimi nilikuwa nilishangazwa, sijai kuona vitu vizuri kama vile. Lakini pia sehemu yenyewe tulopelekwa sio kwamba ilikuwa ndo sehemu nzuri duniani kulingana na sehemu zingine zote nilizoona, lakini like for the first time kuona matumbawe, kuona nyasi bahari, vitu vyote, samaki chini ya maji. Kwa kweli it was like a dream. Na baada ya hiyo siku nikasema mimi nataka kujua kuogelea, nataka kuwa influencer kwenye mambo ya bahari. Babangu hakuchukuliani, kwanza aliona kwamba nishapotea. Nani ataniajiri, nitapata wapi kazi, nitaishije, nafanya vitu ambavyo havifanyiki Tanzania. Lakini kwa upande mwingine mamangu, unajua kina mama wana roho nzuri sana, alikuwa ana doubt lakini ananisupport. Lakini pia nadhani ilikuwa pia na mimi jukumu langu kuwaondolea ile hofu. Kwa vipi unakutana na changamoto kama mwanasayansi wa bahari wa kike na unazimudu vipi? Shawahi kwenda sehemu nikarudishwa na wavuvi. Tumefika kabisa kwa ajili ya kufanya training, kwenda kwenye maji. Nilikuwa tu kwa ajili ya kwenda kuwauliza hao maswali, mambo ya uvuvi na vitu kama hivyo. Lakini wao waliniambia sisi boti yetu haiwezi kupanda mwanamke. Nijisikia vibaya, siwezi kwanza kudanganya. Hapa ni mwanamke, haiwezi kupanda mwanamke. Kwa kina zaidi hapo baadaye kwenye tovuti yetu, lakini pia ukurasa wetu wa Instagram na Facebook BBC Swahili tutakuwekea mahojiano hayo katika waridi wa BBC. Arsenali Oh yeah. Kwenzetu viwanjani na David Nkya wanasema kuimba kupokezana, sasa ni zamu ya Arsenali. Twenzetu. Mradi ni timu ambayo inavaa jezi nyekundu, tuna shida. Hii ni wameweka huko. Klabu ya Arsenal imetinga finali ya kwanza kabisa ligi ya mabingwa Ulaya ndani ya miaka 20, huku bao la Bukayo Saka likitosha kuwasaidia the Gunners kuishinda Atletico Madrid kwa jumla mabao 2-1. Kikosi cha Mikel Arteta kilitoka katika hatua ya nusu finali dhidi ya mabingwa wa msimu uliopita Paris Saint-Germain, lakini bao la Saka lilihakikishia kwamba sasa hawarudi makosa hayo. Kwa jumla kwa matokeo ya 1-1 baada ya mkondo wa kwanza, sasa Arsenal inakwenda kuchuana na bingwa kati ya wanaocheza leo PSG ama Bayern Munich, ambayo mchezo wa kwanza uliisha kwa magoli 5-4 scorer. Ina maana magoli 9 yalifungwa kwenye mchezo mmoja. Wakoza kileleni pale wanapunga tu upepo. Yes, sasa leo kati ya PSG na Bayern Munich atakwenda kucheza na Arsenal kwenye finali. Kwenye tennis, mchezaji namba 1 duniani kwa wanawake Aryna Sabalenka naamini kwamba kuna kipindi kitafika wachezaji watasusia kabisa Grand Slam kwa sababu ya mzozo unaoendelea kuhusu fedha za zawadi. Wachezaji bora 10 kwa upande wa wanaume na wanawake wanadai asilimia kubwa zaidi ya fedha kutokana na mapato makubwa yanayopatikana kwa sababu ya ushiriki wao. Lakini hadi Sabalenka alipozungumza na vyombo vya habari mjini Rome kabla ya michuano ya wazi Italia, wachezaji walikuwa wakitilia maanani swala la kugoma. Hata Ulaya kuna migomo kwa wachezaji. Alafu kitu ambacho nimemwona Serena Williams katika Met Gala, nikajiuliza kweli kwenye maisha kila kitabu na zama zake. Kabisa, kwa sababu saizi sio yule tena. Kabisa. Ndio maana yake. Kwa hiyo wanasema kila kitu na miaka. Napoli kwenye tetezi za soka Skola, sasa Napoli wanasema watamsaini mshambuliaji wa Manchester United aliyekuwa klabuni hapo kwa mkopo Rasmus Hojlund mwenye miaka 23 kwa mkataba wa kudumu, huku timu hiyo ya Serie A inapokaribia kupata nafasi ya kufuzu ligi ya mabingwa ambayo itasababisha ada ya paundi milioni 38 kwa mshambuliaji huyo wa Denmark. Kwingine kwa kocha wa zamani wa Barcelona Xavi Hernandez anawindwa na Chelsea ili kuwa meneja wao ajaye, na kipa wa Spurs na raia wa Italia Vicasio mwenye miaka 29 na kiungo wa England Curtis Jones wako kwenye rada za Inter
Milan. Namaliza namna hiyo Skola, lakini siondoki hivi hivi. Huyu anasema natamani na mimi niteswe na mapenzi nilie kama nyie, lakini ndio hivyo kimfaacho mtu chake. Kwamba mpenzi ni wake ama si wake.